Sikuja kuleta amani, Yesu akasema, maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mama yake na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Sikuja kuleta amani, Yesu anasema, maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mama yake na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko Yesu hamstahili, wala apendaye mwana au binti kuliko Yesu hamstahili, wala asiyechukua msalaba wake na kumfuata, mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya Yesu ataiona. Apendaye baba au mama kuliko Yesu hamstahili, wala apendaye mwana au binti kuliko Yesu hamstahili, wala asiyechukua msalaba wake na kumfuata, mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya Yesu ataiona. Yesu anasema, ingieni kupitia mlango mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana ya upotevuni, na njia imesonga iendayo uzimani, nao ni wachache waionao. Yesu anasema, ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana ya upotevuni, na njia imesonga iendayo uzimani, nao ni wachache waionao. Wokovu wa mwanadamu ni uamuzi wa mtu mwenyewe. Baba atampokea Yesu kwa ajili ya watoto wake, watoto watapokea wokovu kwa ajili ya wazazi wao. Kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. Wokovu wa mwanadamu ni uamuzi wa mtu mwenyewe. Baba atampokea Yesu kwa ajili ya watoto wake, watoto hawatampokea wokovu kwa ajili ya wazazi wao. Kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Wenye nguvu ndio wautekao, wenye nguvu za kuvumilia na kutii neno la Mungu ndio wautekao. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu patikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wautekao, wenye nguvu za kuvumilia na nguvu za kuaga dhambi. Wenye nguvu ndio watakao uteka. Ndugu asiwe ni sababu
ya kutompokea Yesu. Mzazi asiwe sababu ya watoto kumwacha Mungu, wala watoto asiwe sababu ya wazazi kutompokea Yesu. Neno linauliza, kitu gani kitatutenga na Mungu? Ndugu asiwe sababu ya kutompokea Yesu. Mzazi asiwe ni sababu ya watoto kumwacha Mungu, wala watoto asiwe sababu ya wazazi kutompokea Yesu. Neno linauliza, kitu gani kitatutenga na Mungu? Neno la Mungu linasema, wafu wakubwa na wadogo watasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, na kitabu cha uzima nacho kitafunguliwa, na wafu watahukumiwa, kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Mungu linasema, wafu wakubwa kwa wadogo watasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, na kitabu cha uzima nacho kitafunguliwa, na wafu watahukumiwa, kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Na ikiwa mtu hakuandikwa kwenye kitabu cha uzima, atatupwa kwenye ziwa lile la moto wa milele, ambamo moto hauzimiki na funza wake hawafi. Huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Na ikiwa mtu hakuandikwa kwenye kitabu cha uzima, atatupwa kwenye ziwa lile la moto wa milele, ambamo moto hauzimiki na funza wake hawafi. Huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Yesu anarudi kuchukua kanisa, tukae tayari. Siku tusiyoidhania Yesu anarudi. Hatujui siku wala saa, tukae tayari. Mwanadamu aweza kuondoka duniani wakati wote. Yesu anarudi kuchukua kanisa, siku tusiyoidhania Yesu atakuja. Hatujui siku wala saa Yesu ajapo. Mwanadamu aweza kufa wakati wowote.